Tukiachana na hayo mtazamaji, kwingineko ni kwamba halmashauri ya uchukuzi wa usalama barabarani imetoa wito wa huduma ya polisi kwa taifa kuyachukulia hatua magari yanayomilikiwa na kampuni ya Super Metro kwa kukiuka agizo la kusimamishwa kwa leseni yao ya kuhudumu kwa kampuni hiyo. Halmashauri hiyo ilisitisha kwa muda leseni ya kampuni hiyo ikisema magari ya kampuni hiyo hayana vidhibiti mwendo na yanaendeshwa na madereva ambao hawajahitimu. Ni Alhamisi alasiri. Shughuli ni kama kawaida katika vituo vya mabasi vya kampuni ya Super Metro katikati mwa jiji la Nairobi. Haya yanajiri licha ya hatua ya halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani ya kusimamisha leseni ya kampuni hiyo kwa kukosa kuzingatia masharti ya magari ya uchukuzi. The reason why you can see the vehicles are still hovering around is because that suspension has just been given right now. So I would urge the DIG police not to detain any Super Metro vehicle that is on the road right now. Kwa sababu kunafaa kuwa na notice. Kuna Super Metro bus ilikuwa maybe on hire, ilikuwa inaenda mahali. Sasa inafaa isimame mahali iko, alafu abiria wafanyiwe namna gani? Kwenye taarifa iliyotolewa leo, halmashauri hiyo ilifafanua kwamba ukaguzi wa magari 523 ya kampuni hiyo ulibainisha kwamba kuna ukiukaji wa sheria za trafiki. Ufichuzi huo unajumuisha magari 15 yanayohudumu na leseni zilizopitwa na wakati, 8 ambayo hayana leseni ya kutoa huduma za uchukuzi, 5 yakiwa na vidhibiti mwendo ambavyo leseni zimepitwa na wakati, huku magari 88 yakikosa kutoa takwimu kwa kukosa kunakili mwendo wa magari hayo. Super Metro is a very compliant company. We adhere and comply to all the traffic rules that we have, to all the National Transport and Safety Authority regulations that they give us. So even in these ones, we are going to comply to the letter of what they want. And if you have seen their statement, they only mentioned a few vehicles. So that is why I have said we cannot throw the baby and the bath water together. Just because of one matatu, one rogue driver, one rogue conductor. Hatua hiyo ilichukuliwa dhidi ya kampuni hiyo kufuatia kufariki kwa abiria mmoja baada ya kuondolewa kwenye basi lililokuwa likisafiri na kuibua shutuma kutoka kwa wananchi. Dereva aliyekuwa akiendesha basi hilo tayari ametiwa mbaroni. Kama unavyoshuhudia nyuma yangu ni kwamba matatu hizi za kampuni ya matatu ya Super Metro bado zinaendelea kutoa huduma zao kama kawaida, licha ya mamlaka ya NTSA kutangaza kwamba imezipiga marufuku kuhudumu maeneo mbalimbali nchini. Swala kuu linalojitokeza, je, marufuku hiyo itazidi kutekelezwa au la? Nikiripotia KBC Channel 1 kutoka katikati ya jiji la Nairobi, jina langu ni Joseph Wahungu.